Pale wanapokuambia kwamba Yanga ni dude likubwa kweli kweli hapa nchini au kwenye soka la Tanzania, unatakiwa usibishe kama hauna fakti. Lakini mimi nakubaliana nao kwa sababu kile ambacho Yanga walikisimamia kwenye misimamo yao toka kuahirishwa kwa mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka huu, ndo kile ambacho asilimia kama si 80 kimeenda kutokea mpaka kufikia jana hiyo, ambapo mechi ya dabi imepangwa tarehe nyingine mara baada pia ya bodi ya ligi kuipangia tarehe 15 kwamba itachezwa. Lakini Yanga wakaweka ngumu pia kwamba wao hawaitambui mechi hiyo na wala hawakupromoti na hawakufanya chochote kile ambacho kinahusiana na mechi hiyo ya tarehe 15. Lakini jana mara baada ya kukutana na rais wa nchi, Yanga wakaenda kukunjua roho, lakini pia Simba na wenyewe wakaenda kukunjua roho kwamba mechi hiyo ipigwe tarehe 25 mwezi huu wa 6. Sasa kile ambacho vile ambavyo Yanga waliviweka, yale ambayo Yanga waliyaweka ili hiyo mechi ichezwe, yameshaanza kuonekana, japo si yote lakini yameonekana. Kwanza naweza nikakuorozeshea hapa, waliweka vitu vinne ambavyo walitaka wao vifanyike ili waweze kucheza mechi hiyo. Kitu cha kwanza kilikuwa ni mwenyekiti wa bodi hiyo ya ligi ambaye ni Steven Mguto ajiuzuru, lakini katibu mkuu wa bodi ya ligi ambaye ni Almas Kasongo pia ajiuzuru, lakini pia katibu mkuu wa TFF ambaye ni Kidao naye ajiuzuru. Lakini pia la 4 na la mwisho waliweka kwamba bodi ya masaa 72 au bodi ya uendeshaji wa ligi yote ivunjwe. Lakini kufika jana, mara baada tu ya taarifa ya kwamba mechi hiyo imepangiwa tarehe nyingine ambayo ni tarehe 25 majira ya saa 2 za usiku, tulipata taarifa kutoka official page ya TFF au Tanzania Federation Cup, Federation Football ilitoa taarifa ambayo kwanza ilianza kwa kusema katika kile kinachoonekana kuwa ni matokeo ya mvutano mkali kuhusu upangaji wa mechi ya Kariakoo Derby, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF limetangaza mabadiliko makubwa ndani ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara kwa maana ya TPLB. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidao, imethibitishwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto amejiuzuru nafasi yake kufuatia mvutano wa muda mrefu kuhusu upangaji wa mchezo namba 184 wa ligi kuu unaozikutanisha klabu kongwe za Simba na Yanga. Aidha, rais wa TFF Wallace Karia amemsimamisha kazi mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo, ikiwa ni hatua nyingine ya kusafisha mazingira kufuatia sintofahamu iliyozunguka ratiba ya mchezo huo maarufu zaidi katika kalenda ya soka la Tanzania. Mvutano ulianza baada ya klabu ya Yanga kupinga mabadiliko ya tarehe ya awali ya mchezo huo, ambapo ulikuwa umepangwa kuchezwa Machi 8 kabla ya kuahirishwa ghafla bila maelezo ya kina. Hali hiyo iliibua hisia kali kwa mashabiki na wadau wa soka nchini, huku Yanga ikieleza wazi kutokuwa na imani na baadhi ya viongozi wa TPLB au bodi ya ligi Tanzania bara. Baada ya hali kuendelea kuwa tete, mchezo huo ulipangwa kufanyika tena Julai 15, lakini ukasogezwa mbele tena hadi Juni. Ulikuwa umepangwa kuchezwa Juni 15, lakini ukasogezwa mbele tena hadi Juni 25 mwaka 2025, jambo lililoibua taharuki zaidi miongoni mwa mashabiki na vyombo vya habari. Hatua ya kujiuzuru kwa Mguto na kusimamishwa kwa Almas Kasongo inaashiria dhamira ya TFF ya kurejesha imani kwa wadau wa soka nchini
na kuhakikisha uwazi na uweledi katika upangaji wa ratiba ya ligi kuu, hasa kwa michezo mikubwa kama Kariakoo Derby. Kwa sasa macho na masikio ya mashabiki wa soka yanaelekezwa kwenye mchezo huo wa kiporo uliopangwa kuchezwa Juni 25, 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Sasa hizo ndo taarifa ambazo zipo hapa, taarifa ambazo zipo, lakini kwa uhakika zaidi naomba nikusomee hii taarifa ambayo ni masaa 9 sasa toka itolewe kwenye ukurasa rasmi wa TFF. Taarifa hiyo ilikuwa inasema mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB kwa maana ya Steven Mguto amewasilisha barua ya kujiuzuru wadhifa huo. Katika hatua nyingine, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia amemsimamisha kazi ofisa mtendaji mkuu wa TPLB Almas Kasongo. Taarifa ikawa imeishia hapo na ikasema imetolewa na Kidao Winfred, katibu mkuu TFF, ambapo ilikuwa ni jana Juni 13. Ilikuwa Juni 13, na hii ndio ilikuwa sintofahamu ambayo ilitokea. Lakini wengi wamekuwa wakijiuliza pia kwamba Simba walikuwa wamekataa kabisa kwamba mechi itikipangwa tarehe nyingine wao hawatakuwa tayari kushiriki mechi hiyo. Je, kwa taarifa hii watakuwa hawapo tayari kweli kucheza mechi hiyo au ndo wameamua kula nyoya? Ni maswali ambayo wengi wanajiuliza. Lakini pia jana pia Simba ilitoa taarifa ya kwamba wameomba Wizara ya Michezo, Tamaduni na Sanaa kwamba leo ambayo ni tarehe ya mwisho, tarehe 14, kwenda kufanya mazoezi ya mwisho kama sheria au kanuni ya timu mgeni kwenda kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja ambao watachezea mechi. Je, na walikubaliwa, walitumiwa hiyo barua, walikubaliwa japo ilikuwa na mitego mingi sana. Sasa watu wanajiuliza, je, Simba ataibukia uwanja wa Benjamin Mkapa leo kufanya mazoezi ili kukamilisha kanuni hiyo ambayo inamruhusu kufanya hivyo? Ni maswali ambayo wengi wanajiuliza. Lakini pia wadau wengine nao walikuwa na maoni yao katika sakata hili. Huyu mwingine akasema hakika Yanga tutauheshimisha mpira wa Tanzania. Hili sakata limekuwa mwarobaini wa kuondoa uhuni kwenye mpira, daima mbele nyuma mwiko. Lakini huyu mwingine akasema no reform no match, na kweli imetimia. Lakini mwingine akasema na Karia ndiyo amesababisha haya yote, angeachia ngazi kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka letu. Lakini mwingine akasema oso fagio la chuma lifagie TFF kunusuru mpira wetu. Lakini huyu mwingine akasema bado kunahitajika uwajibishwaji na uwajibikaji bodi ya ligi iwekwe pembeni, iwepo ya mpito. Pili, kuna matatizo makubwa kwenye marefa wa nchi hii, nao wawekewe masharti na kanuni, pia adhabu thabiti juu kupoteza viwango na sheria za mpira. Mwisho, mechi ikiwapendeza TFF ikachezwe New Amani Complex. Mwingine akasema Simba hatuchezi hiyo siasa, pelekeni huko. Kama mnadhani tutasahau no reform no election, hatusahau hata kidogo. Na ninyi Simba mkikubali kucheza tarehe 25 mtakuja mtakuwa mamluki wa wanayanga na CCM. Tunawasusia hadi mshangae na TFF na bodi ya ligi. Hamna mnachofanya, hamna maamuzi. Kama vipi waachie hao viongozi wa serikali wao wanatoa ratiba nyingi, nyinyi hamna mnachofanya. Sisi kama mashabiki wa Simba hatukubaliani na hayo mabadiliko, hatuchezi, mcheze na no reform no election.
Mashabiki wamepaniki kweli kweli, lakini huyu wa mwisho yeye akasema ni jambo jema kama mmekubaliana. So hiyo ndo taarifa ambayo ipo mpaka sasa hivi, na mechi ipo itachezwa tarehe 25 mwezi wa 6. So tusubiri tuone mbungi hilo la watani wa jadi.